Leo tarehe 26 mwezi wa 4 2026. Mimi kwa majina ni Mzalendo. Leo nataka kuzungumzia kuhusu maoni ya wananchi baada ya taarifa ya tume kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kiukweli wananchi walio wengi wameikataa taarifa ya tume ya Jaji mstaafu Othman Chande. Na sababu ya kuikataa ni kwa sababu wananchi wenyewe, kama baba wa taifa alivyosema, kila Mtanzania ni askari mahali popote alipo. Hivyo walikuwa wanafuatilia tukio la Oktoba 29, 2025 na walikuwa wanafuatilia tume iliyoundwa na Mheshimiwa Rais na nini imeleta. Baada ya kuleta ile taarifa wananchi kwa ujumla, wananchi walio wengi wameikataa. Sasa katika mazingira hayo, lazima serikali iangalie na kutafakari kwa nini wananchi wanaikataa taarifa ya tume. Umejuaje kama wameikataa? Wameikataa kwa sababu mimi nafuatilia sana swala la vyombo vya habari, lakini pia kupitia mitandao ya kijamii. Hasa nikitolea mfano halisi, hapa Mbeya kuna chombo cha habari ambacho siwezi kukitaja jina. Kila siku nafuatilia, kuna kipindi ambacho ni cha maswali na majibu. Katika mahojiano na wananchi kupitia chombo hicho, wananchi wengi wametoa maoni kwa kukataa kabisa taarifa ya tume, kwamba taarifa ambayo imewasilishwa haiakisi kulingana na uzito wa matukio yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka jana. Katika mazingira haya, lazima serikali imeundwa na wananchi. Kwa lazima serikali ifike mahali itafakari kwa kina, kuangalia ni namna ya kuweza kuiponya nchi, kwa sababu nchi bado kuna changamoto ambazo ukipita mtaani kwa wananchi, tofauti na baadhi ya watu wengine wanaweza kuwa wanazungumza maneno rahisi, yani maneno rahisi ambayo ni yani mimi nasema ni kama ya udanganyifu, lakini ukija kwenye uhalisia wa kugusa mwananchi mmoja, unapata maoni ya wananchi ambayo ni tofauti na ambacho unaweza ukakiona baadhi ya watu wengine aidha wanasema au wanasifia au wanapongeza. Lakini uhalisia ni kwamba wananchi tulionao huku, sisi huku chini huku, sisi ndio tunapita tunasikiliza maneno ambayo yanasemwa. Kwa hiyo lazima Watanzania wazalendo, yani tuwe wa kweli. Ukweli utatuponya, na tusiwe na maneno ya uongo kana kwamba tunaficha kombe mwanarama apite. Hatuwezi tukaliponya taifa. Hata tume imezungumza kwamba njia ambayo inawezi kawa ni sahihi kwa ajili ya kuliponya taifa ni kutenga siku moja maalumu ya kufanya maombolezo ya kitaifa, ili Mheshimiwa Rais ambaye ndio mwenye dhamana wa Tanzania aweze kutoa maneno ambayo yanaweza yakatuleta pamoja. Hata kama tulikuwa na tofauti za kivyama, tulikuwa na tofauti mbalimbali kama binadamu za kijamii, na kwa sababu yalishatokea, lazima mkuu wa nchi ambaye ndio baba na ndio mama awe na sauti ambayo ni ya kuwaponya Watanzania, ili kuwaleta pamoja, ili hiki anachosema ataweka utaratibu wa kwenda kwenye maridhiano. Kwanza kuanze uponyaji wa roho za watu. Roho za watu zina maumivu, tofauti na watu wengine ambao aidha wakuguswa na kadhia ile. Lakini mimi niseme hivi, sisi wote wa Tanzania tuliguswa kwa sababu tuliwekwa lockdown. Kwa hiyo tuliguswa wote kutokana na kadhia ile. Sasa kama ndivyo, kila Mtanzania roho yake ina majeraha. Kwa hiyo katika mazingira hayo, mimi kwa kweli nitoe rai kwa serikali. Kwanza, wananchi wengi maoni yao, sababu haya ni maoni, tunatoa maoni yangu kama Mtanzania, nalindwa na katiba. Watanzania walio wengi hawaoni sababu ya kuunda tume nyingine ya kuchunguza.
kuhusu tukio la tarehe 29 Oktoba mwaka jana, kwa sababu tume ya Jaji Chande imeshaeleza. Kwa hiyo hapa kilichobaki ni serikali kuchukua hatua. Hakuna tena sababu ya kuunda tume. Yani unaunda tume tena kwenda kutafuta kitu gani? Hizi pesa ambazo zinaweza zikaanza kuunda tena tume nyingine. Kuna wazee wetu wamechoka. Wakienda hospitali, matibabu bado dawa ni shida. Wana changamoto nyingi, Watanzania wana changamoto nyingi. Huku tunakoishi kuna miundombinu ambayo inahitaji marekebisho makubwa, hasa ya maji, ili kuondoa mifumo ya maji taka ambayo inaleta adha kwa wananchi. Kwa hiyo katika mazingira ya serikali angalia vitu vya muhimu badala ya kupeleka hela kwenye tume zimeundwa nyingi. Kuliundwa tume ya haki jinai. Tume ya haki jinai ilifanya kazi kubwa sana ambayo kama kweli baadhi ya viongozi wangekuwa na uchungu, wangetumia ile tume, wangetumia ile mapendekezo ya tume ya tume ile iliyochunguza mambo ya kijinai. Basi tume ile dodoso za tume ile zingesaidia hata kwa hiki ambacho tunakizungumzia leo. Lakini kunaonekana kama kuna vitu ambavyo watu wanarahisisha tu kwenda kwenye tume. Tume hizi zinaendeshwa kwa pesa ambao ni kodi ya Watanzania. Sasa tufike mahali mimi nitoe rai kwa serikali. Vitu vingine hivi Mheshimiwa Rais ana uwezo mkubwa na ndio amiri jeshi mkuu, achukue hatua maeneo ambayo yalisababisha kuleta kadhia hii, hasa matumizi ya risasi, matumizi ya mabomu, matumizi ya vitu gani. Hivi vitu wakati mwingine huko ndio serikali lenge zaidi. Nani alitoa amri? Mwandishi wa habari Tukeka alishwahi kuhoji. Nani alitoa amri ya kufyatua risasi? Nani alitoa amri ya kupiga risasi za moto? Sasa mazingira kama haya, yani serikali haiwezi kujiweka pembeni. Kwa sababu hivi vitu mpaka askari aenda kapige risasi, maana yake lazima amepewa amri na nani ya kupiga risasi. Na ukipiga risasi ni dhamira moja tu ya kuondoa uhai wa mtu. Sasa kama ndivyo, aliyetoa amri ya kuondoa uhai wa mtu ni nani? Kwa sasa tufike mahali watu, yani serikali sichimbue makaburi. Serikali isichimbue makaburi, ndio rai yangu kwamba serikali isichimbue makaburi. Serikali angalie wapi palikosewa, nani anapashwa kuwajibika kwa sababu ya kukosea, ili kurudisha imani kwa wananchi. Mamlaka ya serikali ambayo kuna sehemu ilikosea, Mheshimiwa Rais asipate kigugumizi, achukue hatua dhidi ya eneo hilo. Kiongozi aliyekosea achukuliwe hatua bila kurudi tena kuunda tume nyingine. Mheshimiwa Rais achukue hatua, kwa sababu ndio amiri jeshi mkuu na ndio baba na ndio mama wa nchi hii. Achukue hatua maeneo ambayo yamesababisha mauaji ya watu, yamesababisha watu wamejeruhiwa. Akifanya hivyo, akichukua hatua Mheshimiwa Rais, wananchi wataanza kuona kama serikali yao sasa inaanza kuponya mioyo yao. Lakini sambamba na hilo, mimi binafsi niseme kwamba pamoja na wananchi wengi kutokuridhia kuundwa tume nyingine ya kuchunguza, lakini na mimi binafsi nakubaliana kabisa kwamba na wale wananchi ambao wanasema hakuna sababu ya kuunda tume, kwa sababu lazima tuangalie hizi pesa za walipa kodi zinaenda kwenye kuunda matume na kuchunguza, wakati kuna vitu vingine hata hao ambao wanaenda kuchunguzwa kama walihusika wanapashwa wawajibike wenyewe kama watendaji wa serikali. Mara ambapo unaona umekosea kwenye eneo la serikali uliopewa mamlaka ya kusimamia, umekosea, jiuzulu ili kutengeneza balance ya mioyo ya watu kwamba amewajibika. Lakini sasa hivi viongozi wa serikali kama hakuna uwajibikaji, yani hawezi kujiwajibisha kwamba mimi ngoja nijiuzulu ili nilete balance ya fikra kwa wananchi kwamba kiongozi kwenye eneo hili kulitokea hiki amejiuzuru. Kujiuzuru sasa hivi ni kama hakuna, au mtu anajiuzuru kwa sababu ya shinikizo. Sasa ni viongozi wajifunze. Huko nyuma tulikuwa tunaona, kwa mfano Mheshimiwa Rais wa awamu ya pili Mzee Mwinyi, Shinyanga kulitokea matatizo, mgodi uliporomoka, ule mgodi ukafikia Watanzania, lakini kwa heshima alijiuzuru. Wananchi
waliona huyu ni kiongozi ambaye ana hofu ya Mungu, na ndio maana akaja kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu matendo yake yana hofu ya Mungu. Sasa viongozi wawe na hofu ya Mungu ili waweze kuwaongoza wananchi katika misingi ambayo Mungu ndio mahitaji yake. Naona wananchi ni kama bado wana hasira, lakini viongozi pia ukisikiliza wanachokisema na ukitazama pia nyuso zao ni kama nao pia wana hasira na wana mamlaka. Sasa nini unadhani kinaweza kutokea? Unadhani maoni haya yanaweza kusikilizwa kwa mtazamo chanya? Mimi nizidi kutoa rai na kuikumbusha serikali. Mimi niko hapa leo, lakini mimi nimeshiriki mwaka 1999 baba wa taifa Mwalimu Julius Burito Kambarage Nyerere alifika kambi ya wakimbizi ya Mtabila, wilaya ya Kasulu, mkoa wa Kigoma. Na mimi ni miongoni mwa watu ambao walikuwepo kwenye mkutano ule. Lakini mkutano ule lengo lake ilikuwa Mwalimu Nyerere kuja kuzungumza na Warundi ambao ni wakimbizi waliokuwepo hapa nchini kwa wakati huo, ili kuwajenga mioyo yao, kwanza wawe na mshikamano, lakini wapendane, na lengo ni kuwa wamoja ili kuondoa kile kilichokuwa kinaendelea nchini Burundi, ambacho yalikuwa ni mapinduzi ya mara kwa mara. Marais wanapinduana. Lakini tangu baba wa taifa alivyozungumza na Warundi kutoka kwenye makambi mbalimbali walikusanyika pale, wakapewa Warundi wenyewe, akawauliza Warundi wenyewe, na nukuu, aliwaambia kwamba Warundi, ni leo naomba mchague wawakilishi wenu ambao tutakaa pamoja Arusha kufanya majadiliano namna ambavyo mtakuwa mnachagua viongozi wenu kwa ngazi ya uraisi, ubunge na udiwani kwa kupitia sanduku la kura badala ya kupinduana. Kwa hiyo meza ya majadiliano ni swala la msingi sana. Lakini kabla na leo, ndio maana Burundi tunaenda miaka 15 sasa hivi wanachaguana kupitia sanduku la kura kwa njia ya kidemokrasia. Kwa hiyo swala la maridhiano ambalo Mheshimiwa Rais analitamka lisitamkwe kinazalia. Kwanza kuwe na uponyaji wa mioyo ya Watanzania, kwanza kuwe na kuwaleta Watanzania pamoja, kuwe na hali ya kuwaleta Watanzania kuwa na mshikamano wa pamoja, panaweza kuwa na maridhiano ya kweli na yakaleta matokeo kama ilivyo Burundi. Sasa wanachagua kwa njia ya kidemokrasia kupitia sanduku la kura kumpata rais. Lakini tofauti na hivyo, yatakuwa ni maridhiano ambayo yataenda kuvunjika bila kwanza kutengeneza huku chini huku kuna hali ya hewa haiko sawa. Kwa sababu mimi napita maeneo mengi kuzungumza na wananchi, kwenye maeneo ya baa, kwenye maeneo ya virabu vya kienyeji, kwenye mikusanyiko ya watu, nazungumza kitu ambacho ni cha ukweli, ambacho mimi nimekifanyia practical physically mimi mwenyewe bila kutumwa na mtu, lakini kwa sababu ya uzalendo, sababu naipenda nchi yangu kuliko kitu kingine. Amani tunaoisema, amani lazima itanguliwe na kutenda haki. Ukitenda haki watu watafurahia, na ndio yatakuwa matunda ya amani. Bila haki watu wasipofurahia, hakuna amani ndani ya mioyo ya watu. Kwa hiyo lazima tutengeneze kwanza furaha ndani ya mioyo ya Watanzania. Lakini sambamba na hilo, mimi niseme kwenye eneo la bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wabunge ni wawakilishi wetu, lakini tunaamini kabisa kwamba lile bunge lina Watanzania ambao ni viongozi ambao wanatimiza wajibu wao, lakini kiti kinatimiza wajibu wake. Lakini mimi nitoe rai, mimi nafuatilia sana bunge. Kuna mbunge alikuwa anazungumzia masuala mbalimbali, lakini mbunge anatoka chama cha ACT Wazalendo. Lakini mimi nashangaa sana, wabunge wengi wa CCM wakaanza taarifa. Huyu mbunge anachangia hoja ambayo ni kwa ajili ya wananchi wake wa jimboni kwake, lakini na kwa Watanzania. Wabunge baadhi ya CCM wananyenyuka taarifa, wanampotezea muda wa kujenga hoja ambazo Watanzania wanataka kuzisikiliza, ambazo wakati mwingine zinaweza zikawa na mantiki kuliko maneno ya taarifa. Kwa mimi niombe kiti,
Hawa bunge ambao mbunge anachangia kuhusu mambo ya wananchi wa jimbo lake, lakini na Watanzania kwa ujumla, kiti kisimame kwenye nafasi yake. Hizi taarifa ambazo zinakuwa na lengo la kukwamisha au kupunguza muda wa mbunge anayechangia mambo ya msingi, kiti kifike mahali hizi taarifa nazo, hata kama zipo kwa mujibu wa kanuni au sheria za bunge, hizi taarifa nazo wakati mwingine wabunge wajitathmini, hawajaenda bungeni kwa ajili ya kwenda tu taarifa, waende na mawazo ya kuwakilisha wananchi wa majimbo yao. Hizi taarifa ni kupoteza muda ambao mtu anajenga hoja ingeweza kuleta tija. Taarifa ni kama kunakuwa na mazingira ambayo yanatengenezwa ya kukwamisha mchangiaji asiweze kuchangia hoja ambazo Watanzania wanaweza wakazisikiliza na wakati mwingine zikawa na tija. Kwa hiyo niombe kiti bunge, hizi taarifa hizi, na hasa baadhi ya wabunge wa chama changu cha CCM, taarifa ambazo hazina tija waache kupoteza muda wanapokuwa bungeni. Wawe na hoja ambazo ni mahitaji ya wananchi ambao ndio wameenda kuwakilisha bungeni. Hilo ndio hoja yangu kwa upande wa bunge na upande wa bunge na upande wa kiti cha bunge. Wamo mle kwa ajili ya wananchi, waache wabunge wanaochangia wachangie. Kama mbunge ana hoja apinge kwa hoja, sio taarifa. Hizi taarifa zinatukera sana tunapokuwa tunafuatilia bunge. Lakini jambo jingine, tume imependekeza kuunda chombo kingine ambacho ni cha kufanya uchunguzi. Mimi nitoe rai kwa Mheshimiwa Rais. Wananchi hawahitaji uchunguzi kwa sababu yapo mambo mengi ya kuchunguza. Kwa mfano, kuna watu inadhaniwa wametekwa au wamepotea lakini hawajapatikana. Vyombo vilenge kwenye maeneo, kwa sababu Watanzania wana thamani kubwa ya kuendelea kuwepo, ya kuendelea kuishi na kuendelea kuwepo. Kwa hiyo huko ndiko kulengwe zaidi, kwamba wanaodhaniwa kutekwa, wanaodhaniwa kupotea, basi huko ndiko vyombo vilenge zaidi, ili kuweza kuwapata hao watu kama either wawe hai au hawako hai, ili warudi waje waendelee kuleta mchango kwa taifa lao. Kuna moto nyingi, kwa sababu hata tume imezungumzia kwamba kuna kazi ya utekaji. Hasa kama kweli kuna hata tume imeliona hilo, sasa vyombo vielekee huko. Hawa waliotekwa wako wapi? Na kama wako hai wapatikane, na kama hawako hai wamekufa, maiti zao zipatikane, ili kuweza kuleta imani kwa wananchi. Lakini jambo jingine, kuna swala la kuna swala la ambalo mimi naliona ni kwamba ibara ya 147 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imezungumzia kuhusu vyombo vya dola hapa nchini, hasa majeshi yetu. Siwezi kuzungumza sana kuhusu majeshi, lakini nataka kugusia kwenye eneo moja tu, kwamba majeshi yana sare ambazo zipo chini ya mujibu wa sheria. Kwa ibara hiyo ya 147 kuna sare zake. Lakini mimi nimekuwa nashangaa, hata wananchi baadhi wenzangu wanashangaa, kumekuwa na baadhi ya askari kujificha sura zao au nyuso zao, wanavaa nguo ambazo sio sare, lakini waziri wa mambo ya ndani yupo, wakuu wa vyombo hivyo ambavyo askari wake wanavaa nguo za kuficha uso wapo, vitu ambavyo havipo kwa mujibu wa sheria, sio sare za majeshi yetu. Sasa kwa nini kumekuwa na ukimya? Mahakamani unaona askari amevaa nguo ya kujificha uso, wanasema sijui ni maski. Sasa kama askari wanajificha uso, na askari ni kioo kwa raia, kioo maana yake nuru. Sasa kama anaficha uso, kuna nuru. Kama anaficha uso, tutajua huyu ni askari mwenye sura ipi. Sasa mimi nitoe rai kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, mavazi ambayo sio sare za majeshi yetu zipigwe marufuku. Nguo ambazo sio sare kama fereji, hivyo vitu vipigwe marufuku, kwa sababu italeta ugumu sana kwa askari wetu wema kubaini huyu ni ninja,
au huyu ni askari. Tunatakiwa tumtambue askari kutokana na sare zake, kama ambavyo sheria inataka avae sare ambazo zipo kwa mujibu wa sheria. Lakini askari kuvaa mavazi ambayo ni ya kuficha uso haileti picha nzuri kwa mtazamo wa kawaida na tafsiri ya wananchi. Yani wanaona ni kama tumekuwa sasa na baadhi ya askari ambao wanajiwekea utaratibu ambao haupo kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo rai yangu, waziri wa mambo ya ndani na wakuu wa vyombo ambao askari wao wanavaa nguo ambazo sio sare kwa kuficha uso, hilo jambo lipigwe marufuku. Hiyo ndio rai yangu. Lakini jambo jingine, nitimishe tu kwa kusema kwamba nchi hii ni moja. Nimesikia viongozi wengi wanasema nchi ni moja, lazima tulinde amani. Ni kweli bila mashaka, lakini hatuwezi tukawa na amani kama viongozi wazungumzii haki. Katiba imetaja haki nyingi tu za binadamu, haki zinazomhusu mwanadamu au binadamu. Sasa viongozi waanze kuzungumzia haki kwa sababu ziko kwenye katiba. Kwa nini wanazungumzia amani bila kuzungumzia haki kwa upana? Waanze kuzungumzia kupigania haki, kuzungumzia haki kwa uchungu na kwa upana, alafu warudi kwamba sasa tumesimamia haki na sasa tunasema kwamba sasa hapa tuna amani. Lakini amani bila kutengeneza haki, amani haziwezi kuwepo. Hii itakuwa ni maneno tu ambayo unazungumza yanaenda kuisha. Tutengeneze haki, viongozi na wananchi, alafu tuje kwenye swala la kuhubiri amani. La mwisho, nchi hii ni moja, hatuna nchi mbadala. Mimi ni muumini wa haki ili kupata matunda ya amani. Mimi ni muumini wa haki ili kupata matunda ya amani. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo Watanzania tunatakiwa kuisema, tunatakiwa kuihubiri. Lakini mimi niseme, wanasiasa na wanaharakati na watu wasiopenda amani ya nchi yetu, baadhi ndio wanaohubiri amani tu bila kuhubiri haki. Mimi waga napenda sana baadhi ya maneno ya Padri Kitima. Kila binadamu awe na dhamiri ya kweli. Kila binadamu awe na dhamiri ya kweli ya kuwa mwazi, kuwa mkweli, kuwa mwadilifu na kuwa mwaminifu. Ukiwa na dhamiri ya kweli, utakuwa na hofu ya Mungu. Lakini baadhi ya wanasiasa, baadhi ya wanaharakati na baadhi ya wananchi, kuna changamoto kubwa kwenye eneo hilo. Sasa mimi nitoe rai kwamba kama tunamuomba Mungu, sisi sote tusimame katika kupigania haki ili tuweze kuwa na amani. Hiyo ndio rai yangu kwa leo. Na wakati tunahitimisha, unadhani nani mwenye jukumu kuu? Sote tuna jukumu kama Tanzania, lakini nani mwenye jukumu kuu la kuliponya taifa? Ndugu mwandishi wa habari, mimi binafsi niseme tu kwamba kama ulivyosema, jukumu la kuliponya taifa panapotokea matukio makubwa ni wananchi wenyewe, lakini mwenye jukumu la mwisho ni Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama nilivyosema, kwa sababu ndio baba, ndio mama. Ndio maana sisi wa Tanzania, akisimama Mheshimiwa Rais akisema neno ambalo linagusa mioyo ya Watanzania, Watanzania wanapata unafuu, yani wanapona, wanapata uponyaji. Kama ambao tunaona watu wanasema wanafanya wainjilisti au wachungaji wanafanya shughuli ya uponyaji. Mheshimiwa Rais ni askofu, tuseme ni shehe, ni kardinali, ni askofu, ni mchungaji, ni mwinjilisti, ndio mwenye sauti ya uponyaji kwa Watanzania wote. Mfariji mkuu. Ndio mfariji mkuu, na ndio maana hata tume iliposema itengwe siku maalumu ya maombolezo ya ufariji, maana yake ni hiyo kwamba Mheshimiwa Rais ndio kiongozi mkuu
ambaye ni mfariji mkuu wa Watanzania panapokuwa na shida au panapokuwa na raha. Lakini jambo jingine ambalo nimeona nilizungumze ni kwamba licha ya ufariji, lakini ndio mlezi wa wananchi wote, pamoja na mrundikano wa tabia zao tofauti tofauti, lakini ndio mlezi. Kwa maana ni mama, ni baba ambaye mtoto anaweza kuwa mtoto wake ni mtukutu, anaweza kuwa ni mwizi, anaweza kuwa na tabia gani, lakini yeye ndiyo mfariji na ndiyo mlezi mkuu, baba na mama wa familia ya mama Tanzania. Kwa hiyo hata kama nitoe rai kwa Mheshimiwa Rais mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, hata kama kuna watu watamkwaza, hata kama kuna Watanzania watamuudhi, hata kama kuna Watanzania watamtukana, hata kama kuna Watanzania watambeza, ni tabia za familia ya mama Tanzania ambayo yeye ndio kiongozi mkuu. Kwa hiyo hawezi kukwepa. Rai yangu, awe na roho ya uvumilivu, awe na roho ya upendo, awe na roho ya kusamehe, kwa sababu hakuna namna. Ndilo taifa ambalo analiongoza, ndio wananchi anaowaongoza. Kwa hiyo pasiwepo amekuwa na washauri wengi, na wengine amewateua, na mwingine amemteua juzi hapa. Lakini washauri hawa na wao, nitoe rai kwao, washauri wanaomshauri Mheshimiwa Rais, nitoe rai kwao kwa nia njema, wawe na hofu ya Mungu, wamshauri maneno ambayo ni ya kumtia huruma Mheshimiwa Rais, kumtia upendo, kumtia uvumilivu, kwa sababu hakuna rais mbadala. Yeye ndio rais wetu wa sasa. Katika kipindi chake awe na roho ya kusamehe, lakini pasiwepo washauri wanaoweza kushauri. Siombei wawepo washauri wabaya. Pasiwepo washauri ambao wanaweza wakamshauri Mheshimiwa Rais kutengeneza misuguano kati ya serikali yake na wananchi. Hao washauri hawatakuwa wanamfahamu Mheshimiwa Rais, bali washauri wawe ni wale wanaotaka kutoa ushauri wa kumshauri Mheshimiwa Rais kutengeneza nchi, kutenda haki ili kuwa na amani, ili Watanzania kila mmoja alipo awe askari kwa ajili ya nchi yake kwa mapendo makubwa. Hiyo ndio rai yangu, kwa sababu baadhi ya washauri wanaweza katanguliza maslahi yao mbele kuliko taifa. Kwa hivi vitu Mheshimiwa Rais ni kiongozi wetu, anavijua na anaviona, wala hakuna wa kumfundisha. Atajua huyu ni mshauri anayeshauri kitu ambacho ni kwa ajili ya wananchi, huyu ni mshauri ambaye anashauri kwa lengo gani. Kwa mimi nitoe rai kwa Mheshimiwa Rais kwamba washauri uliowateua wawe na hofu ya Mungu, lakini wasimame katika ushauri wa kutenda haki na ushauri wa kudumisha amani. Huo ndio ushauri wangu.